You know, God cannot create you for vanity. Unajua Mungu hawezi akakuumba kwa ubatili. You are very important in the eyes of God. Mbele ya macho yake Mungu. The Bible says whatever God created was beautiful, was wonderful, was good, was awesome. Kilikuwa kizuri. But if what is good or beautiful Lakini kama kile ambacho ni kizuri na cannot attract souls to the kingdom, hakiwezi kukavutia nafsi ndani ya ufalme, you are a waste. basi hiyo ni kupoteza ama ni bure. The Bible says again, the next day, John was standing with two of his disciples. Looking upon Jesus as he walked, he said, "Look, the Lamb of God." The two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Then Jesus turned, saw them following, and said to them, "What do you seek?" And they said to him, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" Jesus said to them, "Come." And so they came and saw where he stayed and remained with him that day, for it was about the 10th hour. One of the two who heard John speak and followed him was Andrew, Simon's brother. 41. He first found his own brother Simon and said to him, "We have found the Messiah," which means the Christ. Then he brought him to Jesus. When Jesus saw him, he said, "You are Simon, the son of John. You shall be called Cephas," which means Peter. The next day, Jesus wanted to go to Galilee, and he found Philip and said to him, "Follow me." Now, Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and said to him, "We have found him of whom Moses in the law as well as the prophet wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Nathanael said to him, "Can any good thing come out of Nazareth?" Philip said to him, "Come and see." Jesus saw Nathanael coming to him and said concerning him, "Here is an Israelite indeed, in whom is no guilt." Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered him, "Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you." Father, we thank you in the name of Jesus. Speak to us your word. Holy Spirit, teach us. In Jesus' name we pray. Amen. I want to talk about the growth of the Church of Jesus Christ first. And then from that we are going to see now the growth of the early church. Now, you see, when you read the Bible, when Jesus came and started ministering, he found that John the Baptist was already in the ministry. So one day as Jesus was passing by, John testified. He said, "Look at him, the Lamb of God, the one who takes away the sins of the earth." As he spoke, Andreas was one of the people who were there who heard him talk or testifies about Jesus. The Bible says, and then Andrea decided to follow him. And also the other disciple decided to follow him. When you read the Bible says these are the first disciples. The Bible says that day as he was there and said, "That's the Lamb of God, the one who takes away the sins of the earth." The two disciples heard him say so, and then they followed him. And then the Bible continues and says, the people who followed Andrea, the brother of Simon, was one of the two, the one who heard and followed him.
Kwa hivyo Biblia inaongezea kwamba kuna wengine ambao walimfuata Yesu, ambaye mmoja ni Andrea ambaye ni ndugu yake John. Hallelujah. Amen. And then also John. Na pia Yohana. Hallelujah. Amen. So they follow Jesus. Walimfuata Yesu. Now after following Jesus, Baada ya kumfuata huyu Yesu, these are now, Andrea is the one who's going to meet now Peter. sasa Andrea ndiye ataenda kukutana na Petero. And tell Peter, we have met Jesus. Alafu anamwambia Petero ya kwamba tumemwona Yesu. And then from there, Jesus is going to meet Philip. Alafu kutoka pale Yesu atakutana na Filipo. So Philip is also the one who's going to meet Nathanael. Sasa naye Filipo atamuita Nathanael. So you see now the group is expanding. Unaona sasa kikundi kinaendelea kuongezeka. So the church Kanisa didn't just grow in a vacuum. alikukomaa ama alikukua katika utupu. The church grew through testimonies. Kanisa lilikomaa kupitia katika ushuhuda. First, you have John the Baptist giving a testimony. Kitu ya kwanza tunaona Yohana Mbatizaji akitoa ushuhuda. He says, that is Jesus, the Son of God. Anasema kwamba huyu ni Yesu mwana wa Mungu. That's the Messiah. Huyu ndiye Masihi. They heard and followed him. Wakasikia na wakamfuata. So when they follow him, Sasa wakati ambao walimfuata, they test that beauty. wakaweza kuonja ule utamu. And then they now go out there. Alafu wakaenda pia They also testify to others. wakashuhudia wengine. They tell, for example, here we see Nathanael. Naona kwa mfano hapa mtu anaitwa Nathanael. And also Andrea goes and testifies to Peter. Na hata Andrea anaenda kumshuhudia Petero. So it continues that way. Kwa hivyo ikaendelea vile. And then Peter also goes and testifies to the people of his house. Alafu sasa unaona Petero naye anaenda katika ofisi nyingine anatoa habari. John also goes and testifies to people in his house. Alafu naye Yohana anaenda kwa nyumba yake anawashuhudia wengine. So the church went on growing Kwa hivyo kanisa likaanza kukua on a daily basis. katika viwango vya kila siku. Now, when we see the Act of Apostles, Sasa tukiangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume, we can also see how the church grew. tunaweza ona vile kanisa lilianza kukua. When you read the book of Act of Apostles, Wakati tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume, chapter 8, verse number 4, sura ya 8 na the Bible says, therefore, those who were scattered went everywhere, preaching the word. Philip went down to the city of Samaria and proclaimed Christ to them. When the crowd heard Philip and saw the miracles which he did, they listened in unity to what he said. Now, we see now Philip in Samaria preaching the gospel. tunamwona Filipo ameingia mji wa Samaria na ubiri. And now, when you go to Acts chapter 8, verse 1, the Bible says, on that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. So those who were scattered went all over proclaiming the gospel of Jesus Kwa Christ. hivyo wale ambao wote walitawanyika wakaenda wakihubiri injili ya Yesu Kristo. So here now we see the early church. Now this is after Act of Apostles. Sasa hili ni kanisa la kwanza katika Matendo ya Mitume. And in the days of Jesus, we see this happening in his own days as people went all around talking about the beauty of the kingdom. Na matukio sawia na haya tunayaona nyakati za Yesu, wakati ambapo watu walienda wakieneza kuhusu habari njema ya ufalme. I also want to give us this verse in John chapter 12, Nataka pia tuone maandiko katika Yohane verse 20. 12 mstari wa 20. The Bible says now, there were some Greeks among those who went up to worship at the feast. They came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and asked him, Sir, we want to see Jesus. Philip came and told Andrew, and in turn, Andrew and Philip told Jesus. Jesus answered them, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life.
if anyone serves me, he must follow me. Where I am, there will my servant also be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Amen. So here you can see how the church is expanding Basi hapa unaona vile kanisa inaendelea kupanuka through witnessing, katika kushuhudia, testifying. maushuhuda. So you get something or you hear about Jesus, Unasikia kitu kuhusu Yesu, you go out there, unaenda pale you nje, speak to your neighbor, ongea na jirani yako, speak to your friends, ongea na rafiki yako, speak to your relatives, ongea hata na wale wa jamaa. and now the kingdom is expanding. Sasa ufalme ukawa unaendelea kuongezeka. You see, the way we are using the gospel these days, Unajua vile tunatumia injili siku ya leo, we are becoming selfish. tumekuwa watu wako na ubinafsi sana. We are not making the gospel to spread with the speed that God wants. Tunasababisha injili isienee katika mwendo ambao Mungu anataka, Because everybody is always after his own things. kwa sababu kila mtu anakimbizana na mambo ya kwake. This one says, I want, for example, marriage. Mwingine anasema kwamba anataka ndoa. So in the prayer of that kind of person, Katika maombi ya mtu kama yule, man or woman, mwanaume ama mwanamke, God give me marriage. Mungu nipe God ndoa, give you Mungu marriage. nipe God give you mchumba, marriage. Mungu nipe God give you ndoa, marriage. Mungu nipe God give you ndoa. marriage. How about the kingdom? Je, na kuhusu ufalme? How about the souls? Je, kuhusu na nafsi? So, if you are a business person, Kama wewe ni mtu wa biashara, God bless my business. God bless my means. I want more money. God bless my business. I want more money. nataka pesa How zaidi. about the souls? Je, na nafsi? If you work for a company, Kwa mfano kama unafanya God, I want promotion. God, I want promotion. Give me promotion. God, I want promotion. I want more promotion. I want increase. I want more money. nipe pesa zaidi. How about the souls? Je, na nafsi? If you are married woman or married man, Kama wewe ni mwanaume ama mwanamke ulio you have troubles in your marriage. uko na tatizo katika nyumba yako. Go touch my husband. Go touch my wife. Change my wife. Change my husband. I want peace in this marriage. How about the souls? Je, na kuhusu nafsi za watu? If you have children, Kama uko na watoto, go to my children. My children. When they go to school, go to my children. My children. Protection. My children. wakienda nje. How about the souls? Sasa na nafsi. Bwana asifiwe. Praise the Lord. So you are going to see that we are preoccupied. We use much of our times for selfish interests while forgetting the purpose why Jesus came on earth. Unaona ya kwamba sisi tumejawa sana na mambo ambayo yanatuhusisha sisi wenyewe, wakati ambao tunasahau kazi ambayo Yesu alikuja kufanya. So if we give much just to the earthly things, whatever we get on earth, we live on earth. Basi tukijipeana muda wetu mwingi sana kwa mambo ya kidunia, tujue kwamba mambo ya duniani tutayaacha hapa. So whatever we get on earth, let it be to the glory of God. Kwa hivyo chochote ambao tutapata duniani, wacha kiwe ni kwa ajili ya utukufu wake Mungu. If it is our children, Kama ni watoto wetu, we train them in the way of God. tunawafundisha kutembea katika njia za We Mungu. teach them the benefit of souls in the kingdom. Tunawafundisha manufaa ya nafsi mbele ya Mungu. Even how to serve God in Hata the jinsi kingdom. ya kutumikia Mungu. That's very important. Hilo jambo ni la umuhimu sana. Now, Sasa whatever we do, chochote ambayo tunafanya, we think about souls. tufikirie kuhusu nafsi. As a child of God, Kama mtoto wa Mungu, whatever position God gives you, nafasi yoyote ambayo Mungu anakupa, wherever He puts you, mahali popote anakuweka, He puts you expecting you to win souls. anakuweka pale akitarajia uweze kuvutia watu. He gives you a good office. Anakupatia ofisi mzuri, That office, use it to win souls. ile ofisi itumie kuweza kuchukua nafsi You za watu. don't just go, for example, you are in an office, you are working in an office. You know, there are Christians, since they got born again, they have never even won just one soul to the kingdom. Unajua kuna Wakristo ambao tangu waokoke Never. hawajaihubiria mtu mmoja akaokoka. They are spiritually barren. Wao wako tasa hali ya kiroho, But when they open their mouth, lakini wakifungua kinywa chao, bless my business, Mungu bariki give biashara, me more money, nipe pesa, give me more cars, nipe give magari me more zaidi, houses, nipe manyumba give me zaidi. this and that. But how many souls, if you go today before God, what can you say, for example? Je, ni nafsi ngapi ambayo unaweza simama mbele ya Mungu na useme ya kwamba nimeleta kwako? Today you stand before God. Leo usimame mbele za Because Jesus says here in John chapter, put there John chapter what? Chapter 15 verse 16. sababu Mungu anasema katika Yohane sura ya 10 na John 15, 16. Look at this.
You did not choose me, but I chose you and appointed you, that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. So you see, Jesus chose us in him Unajua Yesu alituchagua ndani yake so that we can go and bear fruit, ndiposa tuzae matunda, to be productive, tukue na to uzalishaji, win souls, so that these people can come to the kingdom. ndiposa watu waje katika ufalme. Bwana asifiwe. Amen. And then he says Alafu anasema that your fruit must also remain. ya kwamba matunda yenu yabakie. They are not fruits that today you have fruit, tomorrow they are no more Sio there. matunda ambayo tunayaona leo na kesho hayako. They must remain. Lazima ziwe. So we were chosen in Christ Jesus Sasa tumechaguliwa ndani that we may go out there ndiposa tuende pale nje and bear fruit, na tuweze kuzaa matunda. fruit that remains, Matunda ambayo yatabaki. not fruit that die tomorrow, Sio matunda ambayo yanakufa kesho, but they remain. lakini yatabaki. There is something that surprised me this morning Kuna kitu ambacho kilinishtua asubuhi ya leo when I was reading about the Holy Spirit. wakati kwa namsoma habari kuhusu Roho Mtakatifu. That's Acts chapter 1 verse 8. Matendo ya Mitume kwanza mstari wa 8. Jesus says, Yesu Kristo anasema you shall receive power kwamba mtapokea nguvu when the Holy Spirit comes upon you, wakati Roho Mtakatifu atawajia, and you shall be my na witnesses mtakuwa mashahidi wangu in Jerusalem katika Yerusalemu, and in all Judea katika Yudea, and Samaria pia Samaria and to the ends of the na earth. hata katika mwisho wa nchi. So you see, the Holy Spirit Naona Roho Mtakatifu was sent because of soul winning. alituma kwa sababu ya kuokoa nafsi. So the Holy Spirit didn't just come for you to speak in tongues. Roho Mtakatifu hakuja kwako tu nene kwa lugha peke yake. Even though the Spirit will give you different giftings, Japo kuwa Roho Mtakatifu atakupatia karama but tofauti, the main purpose why Jesus sent the Holy Spirit lakini kusudi kuu la Yesu kutuma Roho Mtakatifu is written in Acts chapter 1 verse 8. imeandikwa katika Matendo ya Mitume kwanza mstari wa But 8. you shall receive power when the Holy Spirit comes Na kwamba upon you, mtapokea nguvu akisha kuajia Roho and Mtakatifu, you shall be my nanyi witness mtakuwa mashahidi wangu. or witnesses Mtakuwa mashahidi wangu in Jerusalem, kule Yerusalemu, Judea, katika Uyahudi, Samaria, katika Samaria, and to the end of the hata earth. katika mwisho wa dunia. It means we don't receive the Holy Spirit Namaanisha tumpokee Roho Mtakatifu as just power to protect us kama nguvu ya ulinzi wetu, or to just move in power. ama tutembee katika nguvu. We receive the Holy Spirit Tumpokee Roho Mtakatifu to enable us to witness. atusaidie kushuhudia. You see, a believer, Unajua mwaminio, okay, the church started well. kanisa ilianza vyema, At a certain point, na katika kiwango fulani the church went weak. kanisa likaanza kuwa dhaifu. You can even see, even to stand before people Unaona hata kusimama mbele ya watu and testify, na kushuhudia, give a common testimony. kupeana ushuhuda tu wa There are kawaida. people here who cannot even testify. Kuna watu ambao hawezi shuhudia hapo. They have been in Christianity in the kingdom for 10 years. Wamekuwa katika ufalme miaka 10. Just call the person here, come here and give testimony. Mwite tu mwambie ndugu kuja ushuhudie. Hey, I can't testify. Pastor, I just give you my testimony. You will go and testify for me. No, Sio vile. no. The Spirit gives us boldness Roho Mtakatifu anatupatia nguvu to stand and tell people what God has done in our ya lives. kusimama na kusema yale ambayo Mungu ametenda maishani mwetu. You know, testimony Unajua ushuhuda is, I can say, okay, when we were growing up in the kingdom, wakati tulikuwa tunakomaa tukilelewa katika ufalme, we were told, tuliambiwa hivi, if you cannot testify, kama huwezi shuhudia, it means you are ashamed of Jesus. inamaanisha kwamba unamwaibikia And Yesu. if you are ashamed of him, Na kama unamwaibikia Yesu, the day he come back, ile siku atarudi, you'll also be ashamed of you. hata yeye atakuaibikia wewe. So you have no place in the Kwa hivyo kingdom. utakuwa na nafasi katika ufalme. So we could go in the Basi marketplace. tunaenda kule sokoni, You stand in the marketplace. tunaanza pale, You look at people unaangalia watu, and then you testify. hapo unashuhudia, Hallelujah. Hallelujah. Jesus loves you. Yesu You anakupenda. preach the gospel. Unahubiri injili, You don't even care. hata ujali. People look at you Watu wanakuangalia. and you look also at them. We're like mad people. Tulikuwa kama waenda wazimu. Hallelujah. Praise the Lord. Testifying. Ushuhuda. But now, Lakini sasa when the Americans came into the gospel, wakati wa Amerika waliingia katika injili, because these are capitalists, kwa sababu hao ni capitalist, so they brought in capitalism. sasa wakaanza kuleta ubinafsi. You see now? So when capitalism comes Wakati ubinafsi or unaingia, comes in, automatically every person thinks of himself. kila mtu anafikiria mambo ya kivyake. My money, Pesa yangu, my house, my work, my job, kazi yangu, my business, kila biashara my yangu, company.
It's about me. Ni kuhusu Me. mimi. And if the person Na kama ule mtu doesn't get whatever he wants from God, hajapata kile ambacho alihitaji kutoka kwa the Mungu, person runs away ule mtu anatoroka from one place anatoka mahali to another. kwenda pengine. Do you know why? Unajua ni kwa nini? I want to get money. Nataka nipate I pesa. want to get marriage. Nataka niolewe. I want to expand my company. Nataka kampuni yangu nisongeshe. I want multiplication in what I'm doing. Nataka kujumulishwa katika mambo ambayo nafanya. So the church is losing that meaning, that purpose, why it was created. Kanisa inakosa ladha, inakosa maana, inakosa ule utamu wa nini. It's okay that God blesses you. It's okay. Kwamba Mungu akubariki. It's okay that you become rich. It's okay. Ni sawa kabisa wewe. It's okay that you get all the money you want to get on earth. It's okay. Hakuna shida ya kwamba baada ya kazi yako unataka kupata pesa. But the core lakini wito of the gospel, ama kiini cha injili, or which that is at the heart of God, ama kile kilicho moyoni mwa Mungu, is not about shillings. si kuhusu pesa, It's about ni souls. kuhusu nafsi. When you talk about shillings, Wakati tunaongea kuhusu pesa, shillings is just papers. pesa ni makaratasi tu. They're just papers. Makaratasi tu. You use them here on earth, Tunaitumia hapa duniani they end up here. na sisi tunamalizana nazo hapa. That's all. Naisha hivyo. You make an empire, Unatengeneza ufalme, business or whatever, biashara na kila kitu. they end up here. Na zinaishia hapa tu. That's why when you die, Ndio sababu wakati unaaga, you go empty-handed. unaenda mkono tupu. You don't carry even one car. Au bebi hata gari moja. You may have 12 vehicles. Waweza kuwa na magari 12. You change, pick whatever you want. Unaweza chagua kila asubuhi unataka kwenda na gari. There is a time I was trying to see some billionaires outside, Kuna mabilionea wakati nilikuwa naangazia maisha yao siku moja. and you see somebody with over 20 vehicles. Unaona mtu ako na magari zaidi ya 20. And every vehicle, you spend like 4.5 million. Was it million? Dollars to buy one vehicle. Na unaona gari moja ni ya milioni 4.5 pesa ya dola ya Amerika. Was it 4 million? I have to remember. It was big money. Ni pesa nyingi sana. Millions of dollars Hizi ni mamilioni ya dola to buy one vehicle. kununua gari moja. And you see somebody has over 20. Na unaona magari yako nayo ni 20. You see somebody is owning an island. Unaona mtu ako na kisiwa ambacho ni chake. All of Ireland. Kisiwa kizima ni You have chake. estates in the island. Na pale ndani kuna manyumba ya makazi. People are renting houses, Watu pale apartments, ndani wanalipia a whole island. Like for example, more than the whole of this East Embakasi, the whole of it. Ni kisiwa kikubwa sana zaidi ya upande huu wa mashariki wa Embakasi. One person Mtu mmoja tu. owns it. Ni mali yake. And you see houses, roads, everything. They tell you this belongs to so and so. Unaona manyumba, mahospitali, mashule na vitu pale unaambiwa ati ni ya fulani. But when you die, Lakini ukifa, the day you go to heaven, wanakuambia enda mbinguni. the day they call you back, Alafu wakuite. you will regret Utajuta the sana. time you spent on earth, Muda ambao ulitumia not duniani even winning a soul. kama haukutumia kuokoa nafsi. You regret. Utajuta sana. Because everything you live here, Kwa sababu kila kitu utaacha hapa. everything. Kila kitu. So your life becomes like it was wasted. Kwa hivyo maisha yako yanafanana na yale ambayo yalikuwa ya kupoteza. As long as you didn't win souls. Mradi tu wewe haukuweza kuokoa nafsi hata moja. The Bible doesn't say, Biblia haijasema hivi. because so God so loved money, So Mungu akapenda ulimwengu sana. he gave his son Jesus Na Christ. akapeana mwanawe Yesu Kristo. No. He loved souls. Alipenda nafsi, The world. ulimwengu. Not the world, this sand. Si tukiongea kuhusu ulimwengu hapa hatuongei hii mchanga ambao The original language translates worlds by men, human beings. ya tafsiri ile ambayo ni ya kamili inasema Jesus didn't come here to die for diamond or gold. Yesu hakuja kufa kwa sababu ya almasi na dhahabu. Jesus came to die for human beings, for souls. Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya wanadamu ambazo ni nafsi. When he came on earth, Wakati alikuja duniani, Jesus didn't go to the mining place. Yesu hakuenda katika matimbo. Oh, dig some gold, I want to see. Give me some. No. Chimba hata He went on streets of Jerusalem, alitembea katika barabara za in Yerusalemu, Capernaum, kule Kapernaum, in Galilee, wherever, kila preaching the mahali gospel. akihubiri injili. Say the kingdom has come. Sema ufalme umekuja. The kingdom has come. Ufalme umekuja. The kingdom has come. Ufalme umekuja. The kingdom has Ufalme come. umekuja. He was after souls. Alikuwa anatafutana na nafsi. Bwana asifiwe. Amen.
So the church, Kwa hivyo kanisa, if we concentrate on winning souls, tukimakinika katika kuokoa nafsi, God will give us even everything on top of that. Mungu atatupatia kila kitu juu ya hiyo. You cannot call yourself a child of God Huwezi kujiita mtoto wa Mungu from 1st of January kuanzia tarehe 1 ya to 31st of January. mpaka tarehe 31. You don't even witness to one person Hakuna hata mtu mmoja umemshuhudia to show the beauty of Jesus. kuonyesha urembo wa Yesu. How God is so awesome. Vile Mungu ni mzuri. How Jesus is coming Vile back. Yesu anarudi. How this life is just, we are just passing by. Vile maisha haya tu tunapita tu. We live today, tomorrow we are no more. Tunaishi na leo, kesho hatuko. There is no that. Hakuna jambo kama hilo. We are just busy. Tuko pale. Money, 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 money. It's okay. Money is okay. Money will help us do many things. Pesa itatusaidia kufanya mambo But mengi. if we forget the soul winning agenda, Lakini tukisahau kauli mbiu ya kuokoa nafsi, you live together with people in your area. unaishi na watu katika mahali unakaa. Point number one, you are a bad person Kitu ya kwanza, we ni mtu mbaya in terms of character. katika tabia zako. You can't even testify to these people. Huwezi hata ukashuhudia hawa watu. You work with people, Unafanya kazi na watu, they steal, you steal. wakiiba na wewe unaiba zako, You share. na hata mnagawana. How will you tell them about Jesus? Sasa utawaambiaje kuhusu Yesu? You cannot. Huwezi. Because you are a thief, you're one of Wewe them. ni mwizi, ni mkora, ni mnyang'anyi kama hawa. Do you understand? Unaelewana? So you cannot testify. Kwa hivyo huwezi ukashuhudia. People you live with in the Watu estate, ambao unakaa nao pale nyumbani, they know you. wanakujua vizuri. They know what you do. Wanajua matendo yako. So you are ashamed. Sasa unahaibika. You can't even tell these people Jesus loves you. Huwezi kuambia kwamba Yesu anakupenda. Why? Kwa nini? Because they know you are wicked. Kwa sababu wanajua uovu wako. Those people, they are the people you bite with, isn't it? Hawa ni watu ambao mnasengenyana na wao. Yes. You go there. Unaenda pale. Oh, you know what? Unajua ABCD. ilifanyika You know hivi. that one. Unajua ule You mwingine. bite. Wewe unakuwa mtu wa masengenyo So pamoja na ule mtu. you diminish yourself. Sasa unajiweka You have no chini. power Hauna nguvu. or authority Hauna hata mamlaka. or moral authority Ama mamlaka ambayo ni to hakika. tell the person Jesus loves you. Kumwambia ule mtu kwamba unajua Yesu anakupenda. It's difficult Ni vigumu sana. because we resemble to these people. Kwa sababu tumefanana na wao. We suffer because of what they, we go through what they go through. Sisi tunapitia mambo ambao hata wao wanapitia. We are not distinguished in our Hakuna generation. tofauti kati yetu na hao majirani zetu. Do you know why? Unajua ni kwa nini? Because we live just like others. Kwa sababu tunaishi kama watu wengine. You see in the Bible, Wakati unaona katika Biblia, Jesus says this. Yesu Kristo anasema hivi. This is what he said before he went back to heaven. Haya ni maneno ya Yesu aliyosema kabla apae juu mbinguni. And this is paramount, Na hili jambo ni la umuhimu sana. He said, let's see Matthew 28, verse 20. Twende Mathayo 28. You see, the will of a person when he's dying is important. Unajua wosia wa mtu wakati anaondoka ni umuhimu sana. The Bible says, Matthew 28:18, the Bible says, then Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things I have commanded you. And remember, I'm with you always, even to the end of the age. Amen. So this is Jesus. Huyu ni Yesu. Okay, Unajua, if you have your father, kama uko na baba yako, he may have told you so many things when you are alive, when he was alive. Baba mshaongea mambo mengi na amekwambia mengi ukiwa. But when this person is in the bed of death, Lakini sasa akiwa katika kitanda cha kufa, is about to die, yuko tayari kukata roho. any word he tells you Chochote ambacho anakuambia is very important than any other word he spoke when he was still alive. ni cha uzito mkubwa sana kuliko chochote kile ashaikuambia akiwa hai. So this is what Jesus now is saying here. Sasa haya ndiyo maneno ambayo Yesu anaongea hapa. His last words Haya ni maneno yake ya mwisho before he goes back to the Father. kabla aende kwa Baba. He says, Anasema hivi, all authority has been given me. mamlaka yote nimepatiwa. I have the authority in heaven and on Kuna earth. mamlaka juu mbinguni
mbinguni na hapa Now duniani. the authority have been given. Sasa mamlaka ambayo I nimepatiwa give to you. mimi nawapatia. Go therefore Enendeni and make na disciples mkawafanye wanafunzi of all katika nations, mataifa yote, baptizing them ukiwabatiza in the name of the jina Father la Baba and of the Son Mwana and of the Holy Roho Spirit, Mtakatifu, teaching them to mkiwafundisha observe all things kuyashika I've niliyowaamuru commanded you. na zile ambayo And nimewatuma. remember, you are not alone. Nakumbuka nyinyi hamko peke yenu, I'm with you always mimi niko nanyi siku to zote the end of the earth. mpaka ukamilifu. I will dahari. be there. Nitakuwa pale. Go preach the gospel. Enendeni mkahubiri. So this is powerful. Hili ni jambo la uzito sana. In theology, we call this the Great Commission. Katika theolojia tunaita hii ni kazi kuu. The great mandate, if you Hii want. ndiyo kazi ama huduma kubwa zaidi. The mandate Jesus gave to church, Huduma ambayo Yesu alipatia kanisa to all the living. kwa watu wote wenye hai. Business people Watu wa biashara must testify lazima to washuhudie business kwa people. watu wa biashara. Business women Wanawake wa biashara testify to washuhudie business ladies. mama wenzao wa biashara. Ask yourself, Jiulize hivi, if you are a man kama wewe ni mwanaume and you do business, na unafanya biashara, how many businessmen biashara au wanaume wangapi wenye biashara have you brought to the kingdom? ushaileta katika ufalme? If you are a woman, Kama wewe ni mwanamke you are doing business, na unafanya biashara, how many business ladies ni wamama wangapi wako katika have you brought to the biashara kingdom? ambao umewaleta katika ufalme? Ask yourself. Jiulize tu swali. For example, Kwa mfano, you work in a company, unafanya kazi kwa kampuni, in an office. katika ofisi, How many people in that office? ni watu wangapi ndani ya ile ofisi? If you cannot convince somebody Kama wewe huwezi ukawashawishi mtu or turn somebody around ama ubadilishe maisha ya mtu or bring somebody to the kingdom, ama ulete mtu katika ufalme, it means you are powerless. inamaanisha una nguvu. Your influence must be seen Ushawishi wako lazima uonekane wherever you work, mahali ambao unafanya wherever kazi, you are, mahali ambapo in uko, whatever you do. katika chochote ambao unafanya. Often, Mara nyingi in whatever we do, katika kazi zetu we are not walking straight. hatutembei wima. Sometimes we misbehave Wakati mwingine tunakuwa na tabia mbaya in mbaya what we are doing, katika mambo ambayo tunafanya. so that our colleagues, Sasa inakuwa kwamba wale wenzetu, the people we work with, watu ambao tunafanya kazi it's nao, impossible to tell the ni person, vigumu sana kuambia ule Jesus mtu, loves you, Yesu anakupenda and bring the person to na Christ, umlete ndani ya Kristo, because the person knows you, kwa sababu ule mtu anakujua vizuri sana and you also know the person. na wewe unamjua pia. So our work Sasa kazi yetu is to have even more businessmen ni, coming to Christ Jesus, ni kuweza kuwaleta more business women coming to the kingdom, wanawake wengi wa biashara waingie more katika ufalme. professionals coming to the kingdom, Watu wengi wenye ushawishi more waingie katika students coming to the kingdom, wanafunzi wengi zaidi ndani ya ufalme. all kind of people coming to the kingdom. Watu wa aina wote waingie katika ufalme. That is our job. Hiyo ndio kazi yetu, That's the kingdom. huo ndio ufalme. Whatever we make here on earth, Chochote ambacho tutatafuta hapa duniani, if the target is not soul winning, kama hatutakuwa tumelenga kuokoa nafsi, whatever we do on this earth, chochote ambacho tunafanya hapa duniani, whatever we get on this earth, chochote ambacho tunapata hapa duniani, whatever we become on this earth, chochote ambacho sisi tutafanyika hapa if duniani, the end of what we are doing hata mwisho wa yote ambayo tunafanya is not bringing soul to the kingdom, hailengi kuokoa nafsi, we will be ashamed that day, ile siku tutaaibika sana, because the earth is just for a time. kwa sababu dunia ni ya muda tu. We live here for a while, Naishi hapa kwa muda and tomorrow na kesho we are no more. tuko tena. Whatever you get, Chochote ambacho utapata, you can get knowledge. waweza pata elimu. I remember Monroe said something one day. Nakumbuka Monroe alisema kitu siku moja, He said, if you go to cemetery, akasema ukienda katika makaburi you are going to see a lot of head utaona vichwa vingi of professors, ya maprofesa, engineers, wahandisi, doctors. madaktari. Those brains, Zile akili they are buried. zimezikwa. If you go here, Langata, it's Ukienda Langata, Langata, you find those brains. utapata zile akili zilizikwa pale. If you go, some are buried in their villages. Wengine walipelekwa kule kijijini. Go in their villages. Enda katika kile kijiji They are chao, buried all over. wamezikwa kila mahali. Those are brains Hizo ni akili ambazo zilizikwa with a lot of information. zikiwa na habari nyingi sana. Engineers, Wahandisi a lot of information. wakiwa na habari nyingi zaidi. Mathematicians, Watu wa mahesabu, all kind of scientists. mahesabu ya aina yote, ila mnaona sayansi. Ophthalmologues, isn't it? Wale wanatunza masikio, and others eyes, dentists, just name them, Madaktari wa aina yote ile, gynecologists,
All these people, wote hao brains akili that were trained ambazo zilikuwa zimepitia katika elimu in Harvard, katika Harvard University, brains trained at Oxford, watu ambao wamejifunzia kule dangerous brains, they are buried in cemetery. zimezikwa makaburini. God gains nothing for you being an engineer, for you being a mathematician, for you being a banker, for you being a doctor, medical doctor, whatever, dentist. You know, as long as this, your profession, or whatever you are doing, or your education, cannot win a soul to the kingdom, it's just rubbish. Unapata ya kwamba Mungu hakufaidi chochote kwa wewe kuwa mwanabenki, kwa wewe kuwa mwanasheria, kwa wewe kuwa mhandisi. Bure, whatever you are, a banker, what again? Mathematician, medical doctor, name it. If whatever you are, Kama chochote ambacho wewe uko, if whatever you are katika taaluma yoyote ambayo uko, is not winning souls, haisaidii katika kuokoa nafsi, it's not bringing souls to the kingdom, haileti nafsi katika ufalme, it's rubbish. yote ni takataka, yote ni bure. That's why when you read the scripture, Sasa unasoma maandiko, Solomon says, Suleimani anasema hivi, vanity of vanity, ya kwamba ni ubatili mtupu, everything is vanity. kila kitu ni ubatili. You know, God cannot create you for vanity. Unajua Mungu hawezi akakuumba kwa ubatili. You are very important in the eyes of God. Mbele ya macho yake Mungu. The Bible says whatever God created was beautiful, was wonderful, was good, was awesome. Kilikuwa kizuri. But if what is good or beautiful Lakini kama kile ambacho ni kizuri na cannot attract souls to the kingdom, hakiwezi kukavutia nafsi ndani ya ufalme, you are a waste. basi hiyo ni kupoteza ama ni bure. You are a waste. Ni bure kabisa. I want you to know Nataka ujue hivi, that one day ya kwamba siku moja God will call us back to himself. Mungu atatuita turejee kwake. And that day Na ile siku you'll be walking in that on that tarmac. utakuwa unatembelea katika ile barabara, It is gold pure. ni ya dhahabu tupu. And then when you go there, Na sasa wakati utaenda pale, you are going to see souls utaona nafsi on your left, katika upande wa kushoto souls na nafsi zingine on your right. kwa upande wako wa kuume, They are in white. zimevaa kanzu They nyeupe, are celebrating. wanasherekea. As you walk, Vile unavyotembea, forget about red carpet. sahau kuhusu hii zulia nyekundu It hapa. is bure. Hii ni bure kabisa. You walk on gold, Wewe unatembea juu ya dhahabu, not red carpet. sio zulia nyekundu. And people on your right Sasa upande wa watu wa and your kuume left na upande wa will be kushoto celebrating you. watakuwa wanasherekea. You are going to hear music, Utasikia muziki, trumpets, trumpets, powerful songs nyimbo mzuri sana, you have never heard here on nyimbo earth. ambazo hujawahi sikia hapa You are duniani. going to see glory Utaona utukufu you have never seen here on ambao earth. hujawahi ona hapa duniani, And it is not there na haiko and cannot be found here. na haiwezi patikana hapa. So that day, Kwa hivyo ile siku as you walk, unapotembea, before you there, mbele yako pale there is the Lamb of God, kuna mwanakondoo wa Mungu, the Lion of Judah, simba wa Yuda, the one who gave his life for you ambaye alipeana maisha yake kwa ajili ya and for humanity. na kwa ajili ya wanadamu. The soul you saved Ile nafsi ambayo uliokoa shall be shouting. itakuwa inapaza sauti. In case they went before you, Pengine kama walienda mbele they zako, will be celebrating you. watakuwa wanasherekea. They will say, if not you, Wanakasema kama sio huyu, I couldn't be here. mimi singekuwa hapa. You enabled me to come here. Ulinisaidia kufika You hapa. made effort. Ulifanya bidii. Because of you, Kwa sababu yako today I'm here. leo niko hapa. They'll be celebrating you. Watakuwa wanasherekea. And you're going to hear music. Na utasikia sauti. ya muziki. Angels will be singing. Malaika watakuwa naimba. People who died for the Watu gospel. ambao walikufa kwa ajili ya Injili. Peter and others. Wata- People like Paul who have been beheaded. Watu kama Paulo ambao walichinjwa. And some were put in pans, in oil. Na wengine waliotumbukizwa katika mafuta yaliyo moto. All these people will be celebrating. Hawa watu wote watakuwa wanasherekea. They say you are a hero. Wanasema wewe ni shujaa. You have conquered the world. Umeshinda ulimwengu. You won souls for our Na God. uliweza kuokoa And nafsi you, kwa ajili ya that Mungu. time you are walking that Sasa wewe unatembea tarmac of gold. katika ile barabara ya dhahabu. There is no joy like that one. Hakuna furaha iliyo kubwa kuliko hii. There is no joy like that one. Hakuna furaha iliyozidi hii. You see, let's win souls. Wacha kuokoa nafsi. Let us win souls. Tuokoe nafsi. Let us preach the gospel. Tuhubiri Injili. Tell people how Jesus is good. Tuambie watu vile Yesu. Share good news.
Talk about Jesus. Tuongee kuhusu Yesu. Talk about Jesus. Tuongee kuhusu Yesu. Talk about Jesus. Tuongee kuhusu Yesu. Talk about his love. Tuongee kuhusu mapendo wake. Talk about his beauty. Tuongee kuhusu uzuri wake. Talk about the work of the cross. Tuongee kuhusu kazi ya msalaba. A whole God can leave heaven Mungu mzima atoke mbinguni and left all the glory, na achane na ule utukufu wote, left his throne. akaacha enzi yake. Did the Bible tell you Jesus came here to eat food? Je, Biblia inakwambia kwamba Yesu alikuja hapa kula chakula? He didn't come here for food. Hakukuja hapa kula chakula. He came here for souls. Alikuja kwa ajili ya kuokoa nafsi. He didn't come here because of what you see on earth. Hakukuja kwa sababu ya mambo ambayo unayaona hapa. Because of human souls he came. Alikuja kwa sababu ya nafsi ya watu. Where have you ever read Je, ni wapi ulishawahi that Jesus kusoma came here on earth to make money? ya kwamba Yesu alikuja kutengeneza pesa ama No. kuleta pesa hapo? Have you ever read in the Bible? Ushaisoma katika Biblia Jesus came here on earth because there is fish. He came to eat fish. ya kwamba hata hapa duniani kulikuwa na samaki wazuri sana ikamleta Yesu akule? No. Hakuna kitu He kama. loved human beings. Alipenda wanadamu. He loved souls. Alipenda nafsi. Every night he went to the bush to pray. Kila usiku aliingia msituni kuomba. People who accepted Jesus Watu ambao walimpokea Yesu understood their mandate. walielewa wito wao. They understood their calling. Walielewa kazi yao. You see, Andrea meet Jesus. Unaona, endelea na Okay, kukutana na Yesu. let's start with John. John Kwanza na Yohana. sees Jesus. Anamuona Yesu. He said, that's the Lamb of Sema God. ndiye mwana kondoo wa Mungu. That's testimony. Huo ni ushuhuda He's tayari. witnessing. Anashuhudia. Now, Andrea gets that. Sasa Andrea He anapata. said, wow, Sema wow. follow Jesus. Akafuata When Yesu. it comes to Jesus, Wakati anakuja kwa where Yesu. do you live? Wewe unaishi wapi? Come and see. Kuja hata uone. Tomorrow, Kesho. Andrea is the first person Andrea anakuwa mtu wa to kwanza go and meet Peter now. kwenda kukutana na Say, Petero. you know what? Ambia, "Ni Petero, We met Jesus, tumekutana na Yesu, the Messiah, yule Masihi, son of Maria, mwana wa Maria. is here. Ako hapa. Come. Kuja. And then he took him there. Alafu yeye She akampeleka. said, look at Peter. Akamwambia Petero. Oh, you are called Simon. Yesu akamwambia Petero, wewe unaitwa From Simoni. there shall be called Peter. Na kuanzia leo utaitwa Petero. And then now Peter Sasa now Petero naye is going to take Jesus to his house. anampeleka hii habari nyumbani kwake. So he's going to take Jesus to his house. Anampeleka Yesu katika nyumba yake. The wife of Peter, Mke wa Petero, his mother-in-law, mama yake, the whole family, familia mzima. they turn to God. Sasa wote wanamgeukia Mungu. And then from there, Alafu kutoka pale the gospel is going to spread. injili inasonga mbele. Jesus is going to meet Philip, Yesu anakutana na Filipo. bring him to the kingdom. Anamleta ndani ya ufalme. Philip now lives there. Filipo naye anaishi. Go and meet Nathanael. Anakutana na Nathanael. Come and see Nathanael kuja the uone Messiah. Masihi. Oh, which Messiah? Masihi mgani? Which Messiah? Nani unamjua? Can anything good come out of Nazareth? Kuna chochote kizuri chaweza toka Nazareti? There is nothing good there. Hakuna kitu kizuri pale. He said, come and see. Namwambia kuja tu uone. Today, Leo if you preach the gospel, for example, tukihubiri injili kwa mfano. if somebody tells you, for example, Iwapo mtu akikwambia kwa mfano, you know what? unajua nini? Jesus loves you. Yesu Kristo anakupenda. Me, I worship at the resurrection temple. Mimi naabudu katika resurrection. Can I take you there? Naweza kupeleka And pale. somebody tells you, Alafu mtu akwambia, oh, resurrection temple. resurrection. Bure. Bure kabisa. There is nothing good in the Hakuna resurrection kitu temple. kizuri pale. What shall we fall into Sasa this? ni nini ambayo tunataka tufuate kule? Automatically you say, Mara moja useme, hey, you have a point ni there. kweli hata wewe umesema kitu. Bure By the kabisa. way umesema kitu. Which point is there? Sasa amesema nini? There is no point. Hakuna kitu ambayo amesema. Tell the person no. Ambia ule mtu hapana. At the resurrection, Kule resurrection temple, Jesus is alive. Yesu Kristo yuko hai. The gospel is proclaimed. Injili inahubiriwa. Because if Jesus himself Kwa sababu kama Yesu mwenyewe was rejected, alikataliwa. can we get anything good Je, twaweza pata kitu from kutoka Nazareth? Nazareti? Forget about it. Wewe sahau, achana na Maria, Yusuf, oh, come on. Yosefu ambao tunamjua carpenter. Some even said we know his sisters. Watu wanasema kwamba hata We, tunajua we know ndugu his zake. brothers. Hata dada Ah, zake. forget about that. Achana na huyu mjane. But you know what? Lakini unajua nini? Philip tried his best. Filipo aling'ang'ana juu. Nathanael, Nathanael. come and see. Kuja uone. My friend, Kuja uone. come and see. Kuja tu uone. You see, it is powerful Unaona hili jambo ni la nguvu that sana. on Sunday you are coming to church, Ya kwamba Jumapili unakuja you are kanisani holding the hands of somebody na umeshika mkono wa mtu you brought to the ambao kingdom. ulileta katika ufalme. You come with the person Kuja na ule who mtu say, let's sit here. tuketi hapa. You know, God loves you. Unajua Mungu anakupenda You sana. know, this is a wonderful church. Ni kanisa mzuri. Hapana. Watu yuko busy, wanapenda pesa, ni kama wamerogwa. Ama namna gani? Bwana asifiwe. Amen. Watu ni kama wamerogwa. People is like they have been bewitched with money. Una, Looking for money. unajua kurogwa? Do you know how to be? Do you know something called bewitching? Wamerogwa. They have been bewitched. They spend wiki mzima wanaamuka mapema
Money. Wanatumika poa, wanafungua macho, iko wazi, mdomo, inzi zinaingia. Ni pesa. Mimi nataka pesa. They are looking for money all over money. You ask somebody, what is it? Money. Nini? What is it now? Kuanzia tarehe 1 ya Januari, From 1st tarehe 31 ya Disemba, until 31st of hakuna December, mtu unaleta kwa Yesu Kristo. you don't win even one single You are not soul. even ashamed. Hata waibiki. You see it as normal. Unaona tu ni maisha ya kawaida. Bwana asifiwe. Hallelujah. A church like this one, Kanisa kama hili with this number that we have here, na hii idadi ya watu tuko nayo, this is a church that every Sunday, ambayo kila Jumapili if we can receive few people, kama tunaweza pokea watu wachache, visitors wageni or new members, ama watu wageni wapya, maybe 100 pengine 100 or 50. ama 50. Sometimes mugeni iko, you see 2 people. A church like this one, you should be ashamed. I say you should be ashamed of yourself. Sema ya kwamba kama tunaweza sema wageni wako na tunaona watu Yeah. tafadhali ni aibu kwenu. And it is that. Now try to imagine, Niambie, God is sitting in heaven. Mungu yako kule He mbinguni. tells you, I want souls. Anakuambia mimi nataka Are you wokovu. tell him, I want money? Alafu unamwambia nataka Are you pesa. not crazy? Si wewe uko mwenda wazimu. He tells you, give me souls, I give you money. Anakuambia kwamba nipe nafsi. Give me nitakupa souls, I give you money. pesa. Enda uokoe nafsi, mimi nitakupa pesa. Yes. Even young people, Hata vijana to just give themselves to God. wao kujitoa kwa Mungu, That I want to be full-time minister. ya kwamba nataka nikuwe mhudumu kamili wa Mungu. It is very difficult. Kwa vigumu sana. Bwana asifiwe. Amen. Very few people do that. Ni wachache sana wanaingia katika huduma full time. Very few people. Wachache sana. But most of us, Lakini wengi wetu money. ni pesa. Somebody wake up in the morning at 3. Mtu anaamka Money, come. Man, come. Pesa zikuje. Enter in the left pocket. Ingie katika Money, mfuko. enter in the right Ingia pocket. katika mfuko wa kuume. Money. Pesa. This is my wallet. Huu ndio wallet wako. Your wallet. Wewe mfuko. Collect wallet. all the money. Wherever I pass. Mahali ambao napita, The devil is alive. shetani ni mwongo kabisa. Hiyo ni maombi ya mtu. Money, come, enter here. Ingia hapa. I open my pocket. Come and Nafungua enter. mfuko wangu. Nafungua. Money. Pesa ingia. If you see funny things people do in the house when they pray, maybe in the morning or in the night, you will wonder. See, somebody's in that house and money. I open my pocket. Come and enter. Enter money. Fill the pocket. Ukifunguliwa milango uone vile watu wanaomba asubuhi kabla hawajalala, pia utashangaa sana. Na mtu anashika mfuko anasema pesa, njoo ingie kwa mfuko wangu. God blessed Solomon. Mungu alimbariki Suleimani. He was rich in gold. Na alikuwa tajiri wa dhahabu. Was rich in silver. Alikuwa tajiri wa Was fedha. rich in chariots. Alikuwa tajiri wa magari. He had a ya farasi. sophisticated army of his time. Alikuwa na jeshi kubwa sana katika wakati wake. 700 wives. Wanawake 700 300 concubines. na anaongezea masuria 300. The guy is rich and loaded. Jamaa alikuwa tajiri kupindukia. He was thinking wealth. Huyu jamaa alikuwa ananukia utajiri. He was rich. Alikuwa tajiri. Rich. Alikuwa tajiri. I say rich. Nasema utajiri. Every woman he sees, Kila mwanamke anaona, give me. nipatie huyu. The short ones, Wale wafupi give me. wote ni wa mfalme. The tall ones, Wale warefu zaidi give me. leta hao wote. Those slim, Wale ambao wamekonda 1 GB give me. leta hapa. Those fat, Wale ambao wamenona give me. leta. The white one, Wale ambao ni weupe give me. hao hata pia nataka. Mpaka alichukua wa Ethiopia, it's in the Bible. Yeah. The black ones, bring me. Hata wale weusi enda muniletee. Sasa utoa wanawake wote peke yako na wengine wanaume unawaachia nini? What's wrong with this man? Shida ilikuwa ni nini? 1,000. 1000 akafika 1000 mzima. Money agogo. The guy was doing all kind of business. Jamaa alikuwa All anafanya kind of biashara aina yote ile. buying peacock, selling, buying horses, selling gold. He was in all kinds of business. Alikuwa katika biashara zote zile. Very Tausi anauza, ananunua stinking, farasi, anauza dhahabu, stinking riches. ananukia utajiri. At the end of the day, Baada ya yote, mwili inazeeka tu. yeah, the body just grew Yes, mwili inazeeka old. Body tu. grew old.
inaenda ikizeeka tu. It went going old. After time Baada ya muda, inakuwa huwezi hata tembea, the guy couldn't even unaanza walk. kutembea pole pole, He walking slowly. unaangalia wanawake 1000 wanakuangalia, hata huwezi tena kuwahudumia sababu mmechanganikiwa. Ama namna gani? Yes. Amechanganikiwa. So dhahabu iko pale, utavala utakula, haina kazi. Stomach ni moja, ungepewa hata 10 uweke nyama choma huku, kuku upande huu, sukuma wiki hapo juu, ama namna gani? Stomach ni moja. You cannot eat more than what one stomach can carry. Yeah, kama ni kula chakula tu utakula kiasi tu ambacho kitatoshea kwa tumbo. So at the end of the day, Baada ya mambo he yote, looked at all this money, akaangalia utajiri wote, glory, utukufu, power. nguvu He na write and says, hata akaandika, he says, I, Solomon, akasema mimi I was the Suleiman, king of Israel. nilikuwa mfalme wa Israeli. I led my heart Niliongoza I pushed moyo my wangu, heart. nilisukuma moyo wangu to find pleasure, kutafuta furaha, everything. kila kitu. At the end of the day, Baada ya yote it is vanity. ni ubatili mtupu, Vanity. ubatili plus plus. If you have money Kama uko na pesa and you win souls, na uweze kuokoa you nazo, are blessed. umebarikiwa. Than money, unakuwa kama mwenda bazimu amechanganikiwa money. Unaamka usiwi pesa. That's why Jesus said, wherever your treasure is, that is where your soul is. Kwa sababu Yesu anasema kwamba mahali hazina yako ipo, basi ndio roho yako iko. Yeah. If money is your treasure, Kama pesa yako ndio hazina yako, that's where your heart is. basi moyo wako wote uko pale. It is there. Kwa vile. So it is very important Kwa hivyo hili jambo ni la umuhimu. as a church, Kama kanisa, as a child of God, mtoto wa Mungu, struggle, ungangane, win a soul. uweze kuokoa That nafsi. that day, somebody can tell you, thank you, you saved me. Mtu anaweza kuambia kwamba asante kwa sababu uliniokoa. There is one girl who was dying in water. Kuna dada mmoja ambaye alikuwa anaangamia kwa maji. And then somebody, a man, went in to rescue the girl. Alafu ule mwanaume fulani akamuona akaenda kumuokoa. So the one who went to rescue the girl was also almost dying. Kwa hivyo yule ambaye alikuwa anataka kumuokoa akawa naye karibu kufa. But he managed Lakini akaweza kumudu. to bring the girl out of water. Akang'ang'ana sana akaweza kumtoa kwa maji. And then as he was there also in a critical condition, Sasa wakati hata yeye pia alikuwa pale katika hali ya kuchoka, this girl regained her conscience ule mtoto akapata nguvu and told the man, na akaambia yule mtu, thank you asante for saving me. kwa kuniokoa. Thank you Asante for reaching me when I was still alive. kwa kuweza kuniokoa wakati nilikuwa ningali hai. And that man, when he woke up, Na wakati ule mwanaume aliamka, he wrote a book. akaandika kitabu. And I read that book. Na hicho kitabu nishaikisoma. He says, I'm very happy Anasema anafurahi that I saved somebody ya kwamba niliokoa mtu before she died. kabla afe. Hallelujah. Haleluya. So you as a child of God, Sasa wewe kama mtoto wa Mungu, it will be very, it will be joyful that day. itakuwa ni furaha sana ile siku That somebody can tell you thank you. ya kwamba kuna mtu anaweza kuambia asante, That you saved somebody. ya kwamba kuna mtu uliokoa, You brought somebody to the kingdom. ulimleta mtu katika ufalme. Hallelujah. Haleluya. Money is okay. Pesa ni sawa, But souls are more than money. lakini nafsi za watu ni zaidi ya pesa. Whatever we get here, we take nothing with us. Chochote ambacho tunapata hapa hatuendi nacho mahali. Nothing. Hakuna kitu tunaenda Everything nacho. we live here on earth. Tunaziacha zote hapa, But the souls you want to the kingdom, lakini nafsi tunaokoa kwa ajili ya you ufalme, carry with you. tutaenda nazo. Na sio kuna nafsi nyuma yako inaimba haleluya hosana. Tengu yoka, thank you. You saved me. Hallelujah. Thank you. You brought me the gospel. Hallelujah. It is happiness. Happiness. Ama namna gani? Ni furaha kubwa sana. Furaha kubwa sana. Watu ni pesa tu. Bwana Julius, Yes, Papa. ni pesa tu. Muni. Unaipeleka pesa wapi? That's a big question. Unapeleka wapi? Napeleka pesa wapi? Siku moja sahau pesa kwanza. Yeah, one day just put aside. Amuka asubuhi, Wake up in the morning. beba Biblia yako. Carry your Bible. Kama wewe ni msichana, If you are younger, ubiri msichana mwingine. yeah, Kama wewe ni kijana, ubiri kijana mwingine. Kama wewe ni mzee, leta mzee mwenzao kwa Yesu. Kama wewe ni mama, leta mama mwenzao kwa Yesu. Amen. That's the kingdom of God. ufalme wa Mungu unafanya kazi hivyo.
So that is what you call the kingdom of God. And God will bless you and give you more other things that you didn't even ask for. Halafu Mungu atakubariki na kuongezee mambo ambayo hata hukuomba. It doesn't matter you work in a company or whatever. Haijalishi unafanya kazi kwa kampuni. You can consecrate your Saturday for ministry. Unaweza amua kwamba Jumamosi yako yote ni ya huduma. Yeah. I work from Monday to Friday. Fanye kazi kuanzia Saturday I want to preach. Jumamosi ni hubiri. So you wake up on Saturday. Kwa hivyo unaamka Jumamosi. Put on your nice clothes. Unavaa mavazi yako mazuri. Just go out there. Alafu unatoka kule nje. You meet somebody. Unakutana na mtu. Do you know somebody called Jesus? Unajua mtu anaitwa Yesu? I remember one time I was in Italy. Nakumbuka siku moja nilikuwa kule Italy. And then I met a white man. Alafu nikakutana na mzungu mmoja. I started preaching to this mzungu. Kumhubiria mzungu. I told him about Jesus. Kumwambia kuhusu Yesu. He told me Jesus. Na akaniuliza swali, unaongea kuhusu Yesu? What is that? Hiyo kwanza ni nini? Is it a new Coca-Cola? Je, ni kinywaji kipya cha Coca-Cola? Yes. Iko vile. And then I told him. Sasa nikamwambia. But this is Italy. Taskini si hapa ni Italy. This is where you have the Pope. Hapa si ndio Pope anaishi. This the foundation of Roman Catholic. Si hapa ndio misingi ya wa Catholic iko. How can you be living here and you don't know Jesus? Vipi wewe unaishi hapa na wewe hujui Yesu? For sure the guy was curious. Na kwa hakika huyu jamaa alikuwa anataka kujua zaidi. He followed me. He wanted to know more about Jesus. Yesu ni nani? Ama ni nini? Hallelujah. Hallelujah. Even in this generation, hata katika kizazi cha leo, we have people who have heard about Jesus, kuna watu ambao wamemsikia kuhusu Yesu, but they don't know much about him. lakini hawana habari kamili kumuhusu. Bwana asifiwe. Amen. And you and I, we are here. Na wewe na mimi tuko hapa. Tunaikalia gossip. Ya, tunaendelea tuna masengenyo. Mambo ya watu. Unajua mambo ya watu, kila mtu. Vile aliamuka. Huyu alizaliwa Kirinyaga. Yeah. Huyu mimi najua alizaliwa Busia. Yeah. Huyu alizaliwa Kayole. Let's preach the gospel. Tuhubirini injili. Reach people. Twende tutafute Show people the beauty of God. Tuwaonyeshe uzuri wa Mungu. And God will bless you for that. Mungu atakubariki. Let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sins. Unaona sasa? Naona hiyo. Unaokoa nafsi na Mungu anakuokoa. You're right. Dhambi zako Mungu anazivuta. Anaziondoa. Amen. Anakuosha. Amen. Kuliko tungangana. Mungu nioshe, Mungu nitakase, Mungu nioshe, kama uko napigana na Mungu. Wakati mwingine haupigane na Mungu. Follow the principles of the kingdom and things are going to work for you. Kuna church moja iko hapo Nigeria, wao wanaenda kwa mlima. Wakitaka kuombea mtu afu anasema fall and die, fall and die, fall and die, fall and die, fall and die. Wanataja jina ule mtu anasema fall and die, fall and die. Kuanzia asubuhi mpaka jioni, wewe kanisa, wewe fikiria tu mtu anataja jina lako. Jina lako anaitai asubuhi. Eko kwa mlima na anasema wewe fulani fall and die, fall and die. Kuanzia asubuhi mpaka jioni, sitakuwa tu umekufa. From morning until evening. By evening you are finished, isn't it? That's too much. Because witches wanasikia hiyo, demons wanasikia jina lako zikitajwa, fall and die, fall and die, fall and die. Wewe unatembea, wanalia machozi, fall and die, fall and die. Fulani, fall and die. Hey! That is witchcraft. Uchawi plus. Lakini transformed kwamba ni ya Mungu. Hakuna kitu kama hiyo. We are not here to kill people. We are here to save people. Amen. That's our work. Kazi yetu ni kuokoa nafsi na wala si kuua watu. So this is your job. Stand up on your feet. Simame kwa miguu yetu. Inua mikono juu. Let us raise our hands. Father, we thank you in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu Kristo. As we talk about the Great Commission, Tunapoongea kuhusu kazi wito. this is the work you left us, oh Ndio God. kazi ambayo ulituachia Mungu. This is our mandate. Hii ndio jukumu letu. That this gospel of the kingdom of God Hii kazi ya injili shall be proclaimed to the whole world itatangaziwa dunia mzima before you are coming. kabla uje tena. That's why today, Ndio sababu siku ya leo Holy Spirit has challenged Roho us Mtakatifu ametupatia to changamoto preach the gospel, kwamba tuhubiri injili to fulfill this mandate, tuweze kuhakikisha hii kazi the imetimia. Great Commission. Hii kazi kuu. God, we believe Mungu tunaamini
tunaamini hivi that this coming Sunday ya kwamba Jumapili ijayo we'll be having many new souls tutakuwa na watu wengi sana in this place, mahali hapa, because we are going to preach the kwa sababu gospel. tutahubiri Injili. We are going to win souls, Tutaweza kuokoa nafsi, businessmen, wanabiashara, businesswomen, wanaume na wanawake, students, wanafunzi, professionals, watu wako katika bankers, wenye benki, jua kali, watu wa jua kali, people of all kinds, watu wa aina matabaka yote hivi, that this coming Sunday ya kwamba Jumapili ijayo your church will be flooded kanisa lako litakuwa imejaa with new na souls. nafsi mpya. Father, we thank you. Baba, tukushukuru, We bless you. tunakubariki, We glorify you. tunalitukuza jina lako. In Jesus' name we pray. Jina la Yesu Kristo tunaomba. Can we say amen? Naweza sema amen.